the outside of his boot is Haaland! 2-1 to City! Haaland scores against his former club. With the outside of his boot is Haaland! 2-1 to Kilichokwamisha mpaka sasa hivi transformation sio upande wa Simba wala upande wa serikali, ila ni baadhi ya nyaraka ambazo zilikuwa zinahitajika zifanyiwe kazi katika maboresho ya katiba ambayo kwenye mkutano mkuu wa Simba uliopita, kama unakumbuka, iliyofanyika pale Diamond Jubilee pale, walipitisha baadhi ya vipengele ambavyo havikwepo viliongezwa, na vile vipengele vilitoka pia kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT, kwamba waliwaagiza Simba waboreshe baadhi ya vitu ili katiba hii pia iweze kupita, ili waweze kuruhusiwa kufanya mchakato wa transformation. Moja ya vitu ambavyo vilikuwepo kwenye katiba mpya ambayo sasa hivi imepitishwa na tayari BMT wanaifanyia mchakato pamoja na msajili wa michezo, ni pamoja na kwanza isiitwe mwekezaji, waitwe wawekezaji, kwa maana sio mwekezaji mmoja tena, wao wawekezaji watatu. Lakini pia kama ulisikia kwamba mali ambazo ziko kwenye ofisi ya bodi, kwa maana bodi ya wakurugenzi, zihamishwe kwenye bodi zipelekwe kwenye account ya club. Lakini pia Simba wafanyiwe tathmini klabu yao ina thamani gani kwa sasa, ili unavyoenda kufanya transformation, kwa maana ya kuanza kuuza zile hisa 49, watu wao wanafahamu kwamba Simba thamani yake sokoni ni kiwango gani kwa sasa, wanamiliki nini na nini na nini, mali zisizohamishika na zinazohamishika zifahamike, sawa, kwa maana brand ya Simba na thamani yake kwa ujumla. So hivyo ni vitu ambavyo kwenye katiba mpya vinatakiwa kufanyiwa kazi. Lakini kingine, mwenyekiti wa klabu anapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi, ni moja ya vitu ambavyo pia ulisikia pale vinatakiwa kuboreshwa hapo na vitu kama hivyo. Sasa mchakato, ilikuwa inawezekana kabisa kwamba wao wenyewe Simba walikuwa wanajikwamisha, hata sio serikali, kwa sababu ukitaka kusikia kwamba hadi katiba ya kwanza ile rasimu ya kwanza katiba iliyoenda ni tofauti na hii ya sasa ambayo serikali ilihitaji kupitia Baraza la Michezo la Taifa. Kwa hiyo utaona kulikuwa kuna upungufu uko sehemu moja pale. Upungufu uliopo ni kwamba wawekezaji waliohitajika ni watatu, lakini Simba anatajwa mwekezaji. Kwa hiyo utaona wazi kwamba serikali ni yao ilikuwa ni njema kabisa, kwa sababu hizi vilabu vyote vya mpira vimesajiliwa na serikali. Sawa? Unaweza ukasema serikali haipaswi kuingilia mpira na nini, lakini fahamu kuna Baraza la Michezo la Taifa BMT, kuna Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iko ndani kwa ajili ya kushauri masuala ya kimichezo kama kuna baadhi ya mambo yafanyiki. Sasa of course jana nimemsikia Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Binafsi jamaa anataka kuimaliza gari yake. Binafsi nimempongeza sana kwa kile alichokifanya, kwa kile alichokiongea. Nimefarijika sana kwa kile ambacho kimezungumzwa. Unajua Mheshimiwa Paul Christian Makonda dude likubwa lile. Yaani ni mtu ambaye ni risk taker. Yaani ni mtu ambaye uaga asubiri. Akiona kuna vitu vinalegalega vinayumba, Mheshimiwa Paul Makonda huwa anaingia mstari wa mbele. Tulimuona kipindi akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, namna ambavyo alikuwa anapambana na watu wa hovyo, wavuta bangi, madawa kulevya, madada poa, walikuwa wanafukuzwa tu. Yaani ukipishana huko unafuata gari imebeba madada poa, ukipita huko kuna madada poa anakimbia kama ngiri. Kwa nini? Kumbe wanawindwa. Nani? Mheshimiwa Paul Makonda hataki jiji lake lichafuliwe. Arusha pale ukienda watu ni sherehe kila siku. Sasa amefika, anasema amepigiwa, anaona simu nyingi za Simba zinaita, bana mheshimiwa tusaidie swala la transformation likamilike. Na inawezekana aliona pia comment ya tajiri Mohamed Dewji aliona comment kwenye page ya Simba kwamba mchakato wa transformation umefikia wapi? Ninyi mnahangaika na kadi. Mchakato umefikia wapi? Mheshimiwa anapita kwenye mitandao, inawezekana ameona kwamba Simba wanakwama wapi hadi leo, miaka almost 8 wanapambana na transformation. Jana amemuita kwa sauti ya mamlaka, akatoa maelekezo. Ile ilikuwa ni punch ya juu sana. Unajua serikali haipaswi kuingilia michezo, lakini yeye alisema na shauri ili jambo likamilike mwishoni mwa mwezi huu. Na alichojaribu kueleza ni ile punch. Unajua kwenye kuzungumza kuna ushauri alafu kuna maagizo ya ndani ya ushauri. Na kupiga bwana. Yale ni maagizo ya ndani. Hapa naongea vitu vimetulia, Malema unachezesha mkono.
Yale ni maagizo ndani. Hapa naongea masuala ya kitaifa sasa. Mustakabali mzuri wa michezo nchini. Sababu hili jambo likifanikiwa kwa Simba, ina maana hata Yanga njia yao itakuwa very smooth, kwamba okay, Simba ameshafungua njia. Wataalamu wasema wamepave. Kwa hiyo kupave way, ina maana hata Yanga mchakato hautawasumbua, kwa maana tayari ile kodi imeshapatikana. Sasa Mheshimiwa Makonda jana akasema, msajili wa michezo uko wapi? Naomba mchakato wa Simba wa transformation ukamilike haraka iwezekanavyo. Katiba inachochelewesha ni katiba. Simba wapewe katiba sasa iliyopitiwa na mara baada ya maboresho kufanyika, ili sasa waruhusiwe kufanya mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu. Sasa ameambiwa msajili wa michezo, na leo nimemsikia amezungumza vizuri sana, apigwa na Juma Hayo. Anasema kwamba swala Simba hivi karibuni tu jambo lao linaenda kukamilika. Kwa hiyo yeye mwenyewe amekiri kwamba nimesikia maelekezo ya Mheshimiwa Paul Makonda, na sisi pia mchakato uko ukingoni kukamilika. Sasa Simba waende kufurahia maisha sasa. Waanze kunywa. Kama walikuwa wanakunywa, waanze kunywa. Waanze kufurahia maisha kwa sababu mchakato unaenda kufanyaje? Na ndilikuwa kilio cha wana Simba wengi, lakini machawa wengi wataumia. Machawa wataumia. Kwa nini? Machawa wataumia kwa sababu machawa wengi walikuwa wanatamani sana ili jambo liendelee kusuasua, wapige hela, wafurahie maisha. Waokote 100 huku, wakaokote huku, wakamchafue Mo. Yaani waende huku wakaokote na huku wakamchafue Mo, watafute mtu mwingine wataka kumweka pale. Sasa Mheshimiwa Paul Makonda ametoa maagizo na ni maelekezo, mwishoni mwa mwezi huu jambo lao likamilike. Kwa hiyo kwangu mimi Simba wengi pia walikuwa wanachelewesha. Ngoja nikupe kitu ambacho ukijui. Unaona pale kwenye bodi ya Simba pale? Wako wangapi? Piga list ile pale. Alafu piga naenda na upande wa Simba Club. Wako wengi. Mchakato wa transformation ukamilika. Kuna watu kaka ajira hamna pale. Kuna watu wananyolewa. Kuna watu wanapitishwa Wembe. Kuna watu wananyolewa. Unaona vile kwa watu wako achelewesha jambo. Kwamba tuchelewe walau tule kidogo tuchume. Tuishi. Kwa barua vya watu vinaenda kuota nyasi sasa. Vibarua vinaota. Kwa maana kwamba sasa transformation ikamilika. Mfumo unajiendesha pale kakaangu. Yaani mfumo unajiendesha. Anatakiwa tu awe CEO ambaye ndio mtendaji mkuu wa club, mwenyekiti wa bodi na wajumbe wake 2 watatu. Lakini pia lazima club kama club iwe na technical staff, technical bench, kwa bench la ufundi, lakini lazima mkurugenzi wa ufundi apatikane, technical director ambaye yeye atakuwa anasimamia sajili zote na kuangalia wachezaji gani wanapaswa kufanyaje, wachezaji ambao wafanye vizuri. Yes. Kwa hiyo Simba inaenda kuendeshwa kisasa. Hapo watu wanabidi wanielewe vizuri. Faida ya transformation ndio kitu ambacho watu wengi walikuwa hawajui. Ikikamilika. Kwanza Simba watakuwa wana uwezo wa kusajili na kushindana na vilabu vikubwa Afrika, kina Zamalek, kina Ahli. Hata kama hawatafikia ile level ya Ahli kusajili, lakini watakuwa walau wana uwezo wa kusajili mchezaji wa bilioni 1.5, mchezaji wa bilioni 2 watakuwa wanaweza. Unajua kwa sababu gani? Mchakato wa transformation ukamilika, ndipo ambapo wanachama wataruhusiwa sasa kupatiwa zile kadi za wanachama. Wataanza kusajiliwa wale wanachama wapya, na wale wanachama mfu wataweza kuthibitishwa, sio kufufuliwa. Mwana Laban wanathibitishwa. Hawajafa. Wewe ndio umesema kufufuliwa wewe. Huyu. Kwa hiyo wale wataenda kuthibitishwa na kurejeshwa upya. Sawa Na mara baada ya kurejeshwa wanachama wapya, wanaanza kupatiwa zile kadi za wanachama. Zile kadi za wanachama sio kama Yanga wanavyofanya, wanalipa elfu ngapi zile 20 ngapi 19 sijui ngapi zile 22 zile. Hapana, Simba, wanachama wa Simba ni matajiri, watakuwa wananunua hisa. Mchakato wa kununua hisa unaanza. Kwenye klabu yao kuna hisa 50 ngapi? 51. Zile 51 kuna wanachama ambao watapewa seminar. Unaponunua hisa unanufaika vipi na hizo hisa za klabu ya Simba? Kwa hiyo kuna watu watakuwa wananunua hisa either milioni 10, milioni 20, milioni 40, milioni 50, kwa sababu pesa si inazunguka. Return inapatikana, hela yako inarudi. Unanipata vizuri? Kwa hiyo wanaponunua zile hisa, just imagine ndani ya mwaka mmoja Simba anaweza kutengeneza bilioni 100. Hata tuseme tu labda mfano mdogo, ndani ya mwaka mmoja Simba labda atengeneza bilioni 60 au bilioni 80. Hawezi kusajili wale. Kuna haja ya kusubiria tena sio wawekezaji? Kwa sababu wanachama tu wenyewe wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa wawekezaji wataenda kuipush klabu iwe na uwanja wake. Kwanza Simba hawataenda tena kutafuta eti mwekezaji kwa ajili ya uwanja. Tayari wale pale wamenunua hisa, wako pale wanatoa hizo fedha na thamani pia imepanda. Maana thamani ya mwanzo kabisa Mo alitoa bilioni 20. Sasa hivi unafikiri kwa bilioni 20?
itapanda. Sasa hivi kama wewe mwekezaji unataka kwenda pale, katiba sasa hivi inaweza ikaje, ina mapendekezo yake kwamba mwekezaji anataka kununua hisa, lazima atie bilioni 100. Wawekezaji watatu. Let's say kama ndio bilioni 100, kuna bilioni 300 pale. Alafu haya kuna mashabiki na wanachama wanataka kununua hisa pale. Au let's say labda bilioni 50 ili uweze kununua hizo hisa katika 41% wawekezaji. Wewe unafikiria Simba atakuwa na mpunga kiasi gani? Simba atakuwa na mpunga mrefu sana. Mpunga ambao machawa wote wanapaswa kuondoka. Watu wasiokuwa na elimu hawapaswi kukaa ndani ya klabu ya Simba. Watu wasiokuwa na kiu ya mafanikio hawapaswi kukaa ndani ya klabu ya Simba. Wanapaswa kuwepo vijana. Na ndio maana huu mchakato Mo kila siku anaupambania. Kwa sababu gani? Mo ana target kuleta watu kutoka South Africa, ana target kuleta watu ambao ni wasomi, hata wakikaa pale kwenye ile klabu wanaweza kuendesha kama kina Senzo. Leo mnakotana tu mnashindiliana pale. Vitambi vinamwagika tu. Simba misimu 4 hawana ubingwa. Wanacheka tu. Wao wanachekea chooni, wanachinjia chooni. Mpo tu. Hakuna hata siku kiongozi ameumia, ametoa tamko, matokeo haya yananiumiza mimi, najiuzuru na nyanyua mikono. Ya nini mie? Ya nini mie naondoka zangu? Naondoka. Viongozi ndio kwanza wakifungwa, kesho asubuhi wako pale, kesho kutwa wako pale. Kazi yao kutishia wanachama, kuwafungia, kuwapeleka polisi. Lakini ingekuwa ni watu ambao wana maumivu, wangepambana hii transformation. Haaland scores against his former club. With the outside of his boot, it's